Okay, Shabani, tumuongelee manager Pantev ambaye huyu Pyramid Sigala pia amemwacha Pyramid Tattoo, lakini wengi walikuwa wanamsema sana kabla ya mechi wakima Matatuma. Nini kwa upande wako Pantev, umeona ni kocha wa namna gani? Maneno sio yanayofanya vitendo. Vitendo ndio vinavyotakiwa. Kwa hiyo maneno yao sisi hatusumbui. Simba kuna makocha wengi walipeleka CV kwenye Simba, lakini viongozi wetu chini ya Jemedari Mzee Magoli na Muktaza Ali Mangungu walitafakari, wakajua kabisa mwalimu yule ni mwalimu bora. Kwa hiyo maneno ya watu wengine hatusumbui. Ndio maana hata ukubwa wetu kuna watu wakubali, lakini wenyewe wenye mpira wao wanajua sisi heshima yetu iko wapi. Kwa hiyo mwalimu tuna imani naye na tunajua anachokifanya kiko sahihi, na atatuvusha kututoa tulipo kwenda kwenye sehemu nyingine, kwa sababu ni mwalimu ambaye kwanza bado anahitaji mafanikio. Tumeona timu tunacheza nayo wamecheza mpira mzuri na mwalimu anapenda mpira wa kasi. Kaja kwetu kakaa na timu kama siku 11, tumeenda kucheza mechi ya kimataifa. Mabadiliko tumeyaona, lakini bado tunaona katika mazoezi yetu hata sasa hivi ni mwalimu ambaye yeye mwenyewe kwanza anahitaji kucheza. Kwa hiyo si tuna imani na mwalimu. Wale ambao wanaombeza mwalimu si tutawaacha wambeze, lakini mara nyingi mpira uwaga unaamuliwa kwenye pitch dakika 90. Kwa hiyo wale wanaobeza nje ya dakika 90 acha wabeze, ila watakapoingia ndani ya dakika 90 sisi tunakuwa bora. Taarifa ya Simba Sports Club kuchaguliwa kuwania tuzo ya klabu bora barani Afrika, kwa upande wako kama shabiki na mwanachama wa klabu ya Simba, umepokeaje hali ya kuwa Tanzania wanasema kwamba msisahau kwamba wao walianza kushiriki kabla yenu kana kama mmeiga na walifika hadi top 5? Wameshiriki kwenye nini? Walishiriki katika kugombania tuzo za klabu bora. Na walisha kushiriki. Sasa ujue kuna kitu kimoja hivi. Kafu wana vipengele vingi vya timu bora, na uwezi kuwa bora bila kufanya vizuri katika mashindano yao. Kwa hiyo Simba wameshiriki kwa sababu wamefanya vizuri katika mashindano yao, na ndio maana wameingiza beki, wameingiza na timu. Katika timu za kiume bora zilizokuwa katika ile tunzo na Simba tumo. Kwa hiyo timu zingine za kike sisi hatuna haja ya kuziongelea. Timu za kike si ndio hizo zilizobaki hazijashiriki. Yale mashindano yamezungumza kabisa timu zilizoshiriki bure za kiume. Sasa kama wao timu yao labda ishindana kwenye mashindano za kike, lakini kwenye za kiume Simba tumeenda kushiriki. Sasa kwamba sijui nani alishiriki mashindano gani sisi haituhusu. Sisi tunavyojua Simba wanashiriki katika timu bora Afrika. Simba imo katika kushiriki. Katika wachezaji wa ndani wanaogombea tuzo, Shomari Salum Kapombe yumo. Katika timu bora Afrika namba 5, Simba iko nafasi ya 5. Kwa hiyo nani alishiriki, nani alikuwepo, nani alikufa, nani alizikwa, nani alitupwa, sisi hilo halituhusu. Leo Simba tunashiriki katika timu bora Afrika. Simba tunashiriki katika wachezaji bora ambao wanachaguliwa wa Afrika kugombea tuzo. Shomari Salum Kapombe captain yumo. Unaona Kapombe ataleta tuzo Tanzania? Ataleta. Hamna kitu kinachoshindikana. Hakuna tatizo. Kwani hata wakati anachaguliwa au wachezaji wengine hawapo. Kuna watu wanaaminiwa. Kuna mchezaji alikuwa anaimbwa juzi anacheza na Shelisheli, kacheza na Kenya, anaonekana mchezaji mkubwa, hata kwenye kombe la dunia atapata nafasi. Lakini mbona kwenye ituzo hayupo? Lakini watu walitamba. Sasa mtu anacheza na Shelisheli unamuona anapangwa leo unaenda kutamba naye. Sasa mbona hayupo? Si yule mpaka dawa Pakome, si Pakome. Au kwenye tuzo yumo? Kashapeleka timu ya taifa kufuzu. Akupeleka kashiriki. Messi anahusika? Kashiriki, inawezekana mashindano akafika na asiende. Kwa sababu Ivory Coast wanapotaka jambo lao kabisa Pakome hata jezi ashiki. Mechi walizomalizia Cote d'Ivoire za mwisho. Mechi za timu dhaifu ndio maana akacheza. Cote d'Ivoire wanataka nafasi. Wanacheza na Brazil kama ipo. Wanacheza na Germany kwa sababu wameenda World Cup. Wanacheza na Uingereza, wanacheza na Spain. Pakome hawezi kucheza. Kwa hiyo hata hiyo nafasi ya Janjeza huwa pia hawajamua. Bado unajua unapozungumzia Ivory Coast, unapozungumzia Ghana, unazungumzia Senegal, unazungumzia timu za taifa ambazo zimejitosheleza. Lakini kuna wakati kuna wachezaji wa kwenda kulikafa tu ili mradi ya mashindano yaende, wengine wana majukumu mengine au wanapumzishwa, na ndio maana wengine wanaitwa Simba. Kuna kipindi Senegal alishamuita Pa Osman Sako. Lakini timu kipindi kile tayari
fanya mazuri, inaenda kukamilisha ratiba. Tata kukamilisha ratiba tu watu timu yetu imepeleka mchezaji kombe la dunia anaenda. Inawezekana kombe la dunia litakapofikia huyo mchezaji wenu asiitwe. Unaona hilo? Yani sio naliona ndio itakapokuwa. Ivory Coast wana wachezaji kila kona ya dunia Ulaya. Tena wachezaji bora kuliko unavyofikiria. Leo mimi ningemuona mchezaji wao bora zaidi angecheza mwaka wa kwanza, mwaka mmoja wa pili angepata timu hata kama Ulaya. Ila bado yuko hapa anazunguka tu. Mafanikio ni kucheza Ulaya. Na mafanikio wote unaona wanakuja huko na survive atakutoka. Huku ni mpira wa rizaa, hamna mtu anataka kwenda kuchezea dola huko nje. Hamna mtu anataka kuchezea Tanzania Mane hapa. Kuna mtu anataka kuchezea dola huko. Kwa sababu dola 100 ukiichange kwa maisha ya Kitanzania, una watoto 3, una mke na una mfanyakazi wa ndani. Laki mbili. Dola 100 laki mbili na. Ukichange kwa Tanzania, una watoto 3, una mke na wewe mwenyewe na dada wa kazi, mko kama watu 6 ndani. Dola 100 na uhakika laki mbili mna uwezo wa kutumia hata siku 15, nusu mwezi. Lakini ukienda nje dola 100 unanunua laba. Ndio maana Kibu kaenda na kufeli. Ndio maana ukienda kule inabidi akili yako itulie sasa. Si umeelewa inategemea. Unajua unaweza ukaenda ukafanyikiwa kwenye hiyo timu unaenda au ukafeli. Sawa. Lakini yule bwana hata kuitwa kwenye hizo timu hajasiye kusikia anatakiwa. Kwa hiyo mchezaji wa kawaida kuna watu wana search. Umemwona Stefan Azizi hapa. Watu wamemsearch. Yuko wapi Wydad? Anataka atoke aende mbele. Lakini yeye ndio kwanza anaongeza mikataba tu hapa nyumbani. Afu unasema mchezaji mkubwa kapeleka timu World Cup. World Cup kacheza na Shirikeli. Kacheza na Kenya ambao maneno mengi na wao. Kwa sababu Kenya nao maneno tu, shughuli hakuna. Maneno, wanabaki maneno kwenye timu ya taifa. Maneno tu sikuwa tunaona tunashiriki mashindano ya chani kati ya sisi na wao. Wao maneno tunawataka Tanzania. Huyo alokuwa nayo hujammaliza utamtaka Tanzania. Kwa hiyo ndio kama ninavyosema, ifikie wakati tusiwape vichwa wachezaji. Wamempa mchezaji mmoja wanamuita Dudu Washa sijui. Basi limekuwa washa kweli sasa. Maana yake anajiwasha mpaka mpira yenyewe anaukimbiza mpaka unatoka hajui yeye anaenda tu. Maana kuna jina ukimpa mchezaji kama unamtia nuksi. Dudu Washa ndio jina gani? Kwa hiyo vile kwenye kumpa jina. Tunamuona anakimbia na mpira ovyo. Hana talent ya mpira. Anashindwa mpaka na nani yule mtoto katoka Singida yule alikuwa Ken Gold nani yule? Winga yule nani mtoto yule? Edmund John. Edmund John bora kuliko hata yule Dudu Washa. Bora. Chikola bora kuliko Dudu Washa. Umeona nini kwa wao? Nimewaona kwanza vijana wa Tanzania. Lakini la pili wakiingia wanaonyesha kwamba kuna kitu aonyeshe kuwa anakimbia ovyo. Kwanza anavimba kwa sababu ashamsifia sana. Anavimba ukichanganya na zile rasta na anavimba tu. Sasa mchezaji kwa na rasta ujue mpira. Yule mbona hajui sasa? Si hata Kibu ilikuwa hivyo mpaka alipokuja Robertinho ndio mambo yakaanza kunyooka. Kibu Dennis bora ndio maana Simba alimchukua kutoka Mbeya City. Alifanya balaa sana. Umesikia Kibu alifanya balaa. Unajua watu hawajui. Kibu alifanya balaa. Dudu Washa hajatoa hata assist ya goli. Kibu alipokuwa kule alikuwa afungi lakini anatoa pasi ya goli. Si umeelewa vizuri? Kwa hiyo Washa limekuwa Washa. Washa linawasha. Sasa Washa lile Dudu Washa lile imekuwa chavi kama lile chavi la Zambia wanalokula lile. Umejua michavi ya Zambia ndio limekuwa lile sasa hivi. Halina shughuli. Labda beki watu wafanye mipango apite huko afunge goli na yeye ajione mwamba. Ila shughuli hana. Kuelekea tarehe 25 ambapo watani zenu klabu ya Young Africans watacheza mechi ya kuamua maamuzi ambayo wanaweza kaenda makundi au wakaishia pale pale na kiingilio ni bure. Naona mashabiki wa Simba mmeliingilia juu mkisema kwamba mnapenda vya bure. Huku semaje ikisema kwamba sehemu pekee ambayo watu wanatakiwa kwenda bure ni msibani. Kwanza utakuwepo Jumamosi kwenda kuishabikia watani zenu wa jadi katika jambo la kitaifa? Siwezi kwenda kuangalia mpira wa wahuni. Inaoingiliwa bure singeli peke yake au mnanda. Au mnanda unapigwa mtaani au mnanda unapigwa mtaani inapungua ile kawa watu wanaenda bure. Wewe ushaona mpira watu wanaenda bure. Labda yani wangeniambia kidogo kwamba bwana Khalid Saidi kanunua tiketi zote.
kwamba yani watu wamenunua tiketi wameenda. Wao bure tu milango bwa. Ile baba mnanda. Yaani ule wanaenda kwa mnanda. Sasa mnanda sehemu ya wauni na kuna hapo kuna shughuli hapo. Si Murugu. Hata ukienda na mpenzi wako kavaa vizuri ataibiwa simu, ataibiwa hata cheni. Atapigwa hata pochi lake, watu watamuibia. Yaani hiyo mechi ya wauni. Mechi ya watu wastaarabu Jumapili. Ile mechi ya wauni bwana. Mechi ya wauni watu wanaingia bure. Starehe watu wanaingia bure. Hiyo si wauni, huo uuni. Umeelewa? Hapo wanahusisha mpira thamani yake. Wao juzi tu hapa wenyewe wamekaa kwenye mitandao wanasema kwamba klabu yao ina thamani kuliko klabu yoyote katika ukanda huu wa Sekafa, mpaka lahali hawapati. Bilioni 100 wakati wanakaa kwenye mavumbi wale. Hata uwanja wa mazoezi hawana, wanahangaika. Mara amefukuzwa Victown, mara sio ameenda Sayansi, mara ameenda Jimkana. Klabu walikuwa wanadaiwa ndo baada ya Jaski wamelipa wamerudi. Lakini kwa nadaiwa mara amezunguka mara kaenda KMC, mara ametoka amegombea huko maendeleo. Klabu yenye thamani ya bilioni 100. Sasa timu kama zile za wauni lazima tuende nao. Sasa ifikie wakati wajitathmini, wauthamini mpira wa Tanzania. Wanahususa thamani mpira wa Tanzania. Wanachama hela za wanachama wa klabu yao. Hela za wanachama. Nani analipia? Mashabiki na wanachama. Klabu yao dhaifu kabisa, masikini. Wanachama analipia wangekuwa maskini. Mpaka leo wanatumia basi la kizamani Gonga Nyoka. Mpaka leo wanatumia basi la zamani lile la kuunga Gonga Nyoka. Mpaka leo wanagombea Gonga Nyoka. Azam naye kama wewe klabu yao tajiri, Azam waseme nini? Hawana uwanja wa mazoezi, hawana uwanja wa mechi, hawana basi zuri, hawana chochote hawana. Zaidi ya kutaka ubunge tu viongozi wao. Nini walichokuwa nacho? Nitajie thamani yao moja waliokuwa nayo, thamani. Yaani thamani yao moja kubwa nini nitajie? Bilioni 100 iko wapi sasa? Wewe shenda kwenye hiyo account. Sio yale sifa la kijinga. Tumemchangia Mheshimiwa Rais bilioni 100 katika kufanya nini, kuchangia mfuko wa mama. Klabu ya sikiliza, klabu ya Young Africa tumechangia bilioni 100 kwenye mfuko wa mama. Watu wameanza kuwaka, wameenda kukanusha, hela hatujatoa sisi. Hela sijui katoa sijui Gharibu, katoa sijui engineer, sijui katoa sijui GSM. Wewe uone kama watu waongo. Wewe unaongea mbele ya halaiki ya watu na president yupo. Unasema hela hii wametoa wanachama wa klabu yako unaongoza. Kesho unasema klabu wanachama hawajatoa ile hela katoa mtu mmoja sijui Gharibu Saidi. Haya, leo wanatuaminisha kwamba thamani yao bilioni 100. Kwa hiyo watu wanaishi kiuongo. Sasa ukiishi kiuongo huwezi kutoboa. Simba thamani yetu inaonekana wazi. Tuna majengo mawili Dar es Salaam mjini Kariakoo. Yaani uweze kufika Dar es Salaam bila kufika klabu ya Simba basi. Dar es Salaam mjini. Gari inapita, mwendo kasi inapita hapo naiona. Wao mwendo kasi wanaiona kama hapa na Chanika. Si kwa mbali. Si inapita barabarani. La pili, Simba wana eneo karibu eka 23 Bunju complex na wametengeneza uwanja mazoezi. Wao uwanja mazoezi wanao. Wakwao. Wenye Aviki wanaamua kuuza, wanaenda wapi? Mwenyewe bosi mwenye Aviki anauza. Uwanja wao mazoezi wanalaza magari, mtu akienda mjini parking ya Ngura kulaza buku pale. Unatiacha gari jioni unalifuata. Ndio sehemu yao ya mazoezi wanalaza. Simba asilimali yetu. Majengo mawili asilimali yetu. Tunaweka 23 Bunju. Tuna nyumba ya timu ya vijana Bunju. Unaona Watanzania ni nini wafanye kuelekea tarehe 25 Oktoba pale Benjamin Mkapa ili waweze kufuzu hatua ya makundi? Wachangie klabu yao, wasilete janja. Nini tena? Kuna jamaa lina midevu linataka liwekewe na pilau, liwekewe na juisi, liwekewe na maji kwenye kiti chake. Sasa wanamuomba bosi wao. Wanamuomba nini? Bosi anahitaji msaada na yeye mpira alizao. Wasibweteke, yani sio vizuri. Eti baba ana hela na wewe umelala. Ndio kifika na kamezani unakula. Asikini baba yana hela ndani wao kwa uzikarani. Lazima utafute, baba yako anatafuta hiyo hela. Baba yako anatafuta hiyo hela na wewe tafuta hela. Mwanaume mzima midevu imejaa unataka uweke chakula katika kiti. Eti weka chakula na tukiondoka chakula kingine tukikute mlangoni tuende nacho nyumbani. Wewe jamani, mbona wanaipeleka Tanzania katika hali mbaya? Hapo wanajiita wananchi. Wananchi gani hao? Hawajitumi. Bebeni mizigo, fanyeni kazi. Raha ya starehe uende mwenyewe uwanjani, utoe hela yako ukati tiketi. Wana Simba, mimi niwaambie wana Simba. Raha ya starehe kutoa hela yako mfukoni. Ndio maana klabu yetu ina thamani.
Leo thamani ya klabu ya Simba kwa sababu wanachama wake na mashabiki wanachangia. Umenielewa vizuri? Lakini leo wewe unataka kila supu bure. Tiketi upewe bure. Katika kiti uende kuwekewa ubwabwa. Kwenye kiti chako uwekewe maji, uwekewe juisi. Ukitoka upewe chakula ukale na mke wako na mtoto wako. Wewe basi utaambiwa na bosi uje nyumbani uje kwa chakula. Habari kama imekuuma, na si mambo ya kwenu. Haijaniuma, wanashusha hadhi ya thamani ya ligi. Ujue ligi ya Tanzania namba 6. Ligi namba 6 mtu hawezi kuingia bure bwana. Wanashusha thamani yetu bwana. Mohamed Dewji katumia hela nyingi sana mpaka ligi hii imekuwa bora. Kama anaambia iwahusu kusoko kuingia bure. Lazima aseme kwa sababu anaingizwa mshahara, lakini wanachokifanya yeye anajua. Wakati ana akili enzi hizo, alikuwa anavipinga hivi vitu. Lakini sasa hivi kwa sababu tajiri anaingiza mshahara, acha ongelee nafasi yake. Lakini mimi niwaambie kukata tiketi na ndo dawa. Ukiwa mwana Simba au mpenda michezo, hamna starehe ya bure. Ndugu yangu kasema jana, cha bure msiba tu. Ukiona watu wanaenda kuzika na mwenyewe unashuka kwenye gari unaunga la ilaha illa Allah, la ilaha, au tumpeleke akalale kwenye jumba la milele. Bure hiyo unabeba. Lakini starehe hakuna bure, sio kwa Mkapa. Starehe yote haina bure. Kwa starehe bure basi hiyo starehe ya wahudi. Ndio kama ile ya Mnanda ile, starehe ya Mnanda ya Jumamosi. Sasa sisi hatutaki ya Mnanda. Na nimeona kuna wengine, yani bora angefanya timu ndogo kama unaona ligi ya wanawake bure kwa sababu bado haina nguvu. Ikiwa na thamani yake haiwezi kuwa bure. Kwa hiyo Azamu bure sawa kwa sababu timu ndogo, Singida bure sawa kwa sababu timu zao ndogo. Lakini wewe mkulungwa kabisa miaka umezaliwa 35 unaweka watu bure. Unajifunza nini mkulungwa? Ukulungwa wako uko wapi sasa? Mkulungwa unatuangusha. Hamna mkulungwa anafanya watu waingie bure. Ina maana toka 35 mpaka leo miaka 90 na bado wewe unataka kuwafundisha watu kuingia uwanjani bure kweli jamani? Wameomba lakini mashabiki wenyewe hawajaomba, ameona watu hawaendi kwa sababu watu wao walizao za chini. Mwananchi wa Tanzania kwa siku anaishi kwa $1. $1 kama 2000. Fikiria asubuhi, mchana na jioni 2000 unaishi. Wenye nchi sasa wenyewe kama sisi. Hili walijaza katika Yanga Days. Nani? Si ndo anapeana tiketi za bure? Mzizi kwa tiketi za bure. Kwa Simba Day tiketi ya shilingi 5000 imenunuliwa 20,000 dada. Kwenye Yanga Day? Kwenye Yanga Day tiketi wamegawa bure. Bwana wameuza. Ila baadaye watu wakawanunui. Kwa sababu hii mechi umeona hii. Yaani ukitaka kujua kwamba wale kweli wale wamepagawa. Mwanzo waliweka viingilio wa kuweka. Watu walikuwa wanunui. Na ndio maana ameweka bure. Kaombwa. Watu walikuwa kaomba nani? Watu mama chao wawili watatu waongee. Mimi dada nikwambie kitu. Asilimia kubwa wanaotetea bure ni machawa walozunguka kwa viongozi wanachukua posho. Watetee ili zoezi. Wenyewe na Yanga inawauma kabisa hawezi kuingia bure sababu wanajua mpira ni gharama. Si umeelewa? Watanzania wanaopenda mpira hawezi kuingia bure kwa sababu wanajua mpira gharama. Timu ya taifa ilicheza hapa. Rais alikuwa ananunua tiketi, anawanunulia wananchi. Sijui viongozi wengine wananunua tiketi wananunulia. Wewe kwa nini uweke bure? Mpira unaendaje? Wewe faida yako kwenye mpira iko wapi? Kwa sababu mpira huu unaendeshwa kwa gharama. Leo wachezaji wetu hawalali loji, wanalala hoteli ya nyota 5. Hoteli ya nyota 5 mtu umemwingiza bure, unapataje hiyo hela? Huo si uongo. Wanatafuta masponsor ili wa sponsor timu zetu ili wapate hela. Kwa nini hao unawategemea wasiingie uwanjani? Kama ada ya wanachama kwa mwezi shilingi 1000 mwaka 12,000. Mechi moja tukiingilia shilingi 5000. 12,000 ya mwaka mzima na shilingi 1000 ya mwezi. Na shilingi 5000 ya mara moja ile thamani ipi? Ile thamani ipi? So shilingi 5000 ina thamani. Kwa nini 5000 ikataliwe 12,000 wadai? Na wanazunguka nchi nzima tafuta wanachama anasema watakuongeza kipato. Kwa hiyo hawa ni waongo. Kama unatafuta wanachama ambao kwa mwaka wanalipa 12,000, alafu uwanjani kwa shilingi 5000 kwenda uwanjani kuchangia timu yao, unawaambia waende kuingia bure. Kwa hiyo wewe muongo. Shabani, tumalize na hili la mchezaji wako Black Lion Simba Jonathan Soa. Kwa kile alichokionyesha siku ya Jumamosi kule Eswatini, umeona Jonathan Soa wa Black Star karejea rasmi sasa katika game. Soa Black Star. Jonathan Soa nilomwona mimi wa Mediama. Singida Black Star Soa hajafanya mambo. Alikuta ligi yenyewe inayo watu kwa tajiri wanaenda kwa tajiri, tajiri anafanya mipango anafunga magoli. Simba ndo anacheza mpira wa kihalali sasa. Ndio maana hata vitu anavyovifanya kila mtu anaingia. Anaingia dakika 20.
anatoa pasi moja matata sana mpaka kila mtu kalizia, na wale ambao walikuwa watupendi nimeona kuna watu walienda kushangilia chooni. Hao jamaa upande wa pili, unajua watu wapendi lazima ushangilie chooni, ukishangilia zalani watu wengine watakuona. Kumbuka walimkataa. Hawajamkataa, kuna wengine walikuwa mama zake wadogo, walisema mtoto huyo tunakwambieni msipompa mshahara wake mtoto huyo. Wewe mtu mgana useme wewe mama yake mdogo. Lakini jamaa alienda akachana picha ya baba, shughuli kaendelea na kazi anaifanya. Na walisema afungi, waliapa viapo. Sio kufunga, katoa bonge la pasi kwa Kibu Denis. Mwamba kweli kweli. Kwa hiyo bado matunda ya Jonathan Soa tutayaona, na Soa ni mchezaji mzuri na atawakomboa sana Simba kutoka hapa kwenda sehemu nyingine, na atafunga sana. Wakawaambia waganga waende kumloga vizuri. Yeye mwenyewe amumjui alipozaliwa huko alipotokea. Ila mimi niwaambie waache ushamba, ila cha muhimu kuna kitu mimi nataka niseme. Umeona hii? Wana Simba, nunueni tiketi. Hakuna kitu cha bure. Wana Simba, nunueni tiketi. Hakuna kitu cha bure. Nunueni tiketi bei rafiki kabisa. Shilingi 5,000 kwenda kumuona Agents ya Uwa. 5,000 kumuona Neo Maema. 5,000 kumuona Shande Rock. 5,000 kumuona Mligo. Fullback sio ya benchi, fullback ya kucheza. Fullback namba 3 ya kucheza. Hii tiketi ukikata hii na ndo unaingia uwanjani. Tena kiingilio cha chini buku 5 tu. Sababu ya maafisa ishaisha 2,200. Wanakata watu wa Simba watu wa mpira bwana. Kwa hiyo kateni tiketi, tukutane Jumapili picnic yetu, twende kumuunga mkono mwalimu wetu Mr. Batatu, tukaangalia mifumo mipya ambayo iko kwenye tattoo ya kifuani. Maana kule Mswatini tattoo za mkononi. Hiyo tutapiga kwenye tattoo ya kifuani. Kwa hiyo tuwaambie kabisa kwamba hiyo siku hiyo kata tiketi yako shilingi 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 na ibaki 1,500,000. Kata tiketi yako, tukutane Benjamin Mkapa, ukawaone wamba wa Simba wakina Black Lion wanapofanya jambo lao. Shukrani sana. Nashukuru sana.